ya wakili wetu, nadhani tumepata mwanga fulani. Sasa ni saa ya kanisa kutoa tamko lake. Hatujawahi kuongea tangu mambo yote ya Turkia haya, na kumekuwa na maswali mengi. Maswali haya kwa sababu hakujapata habari kamili. Sana wakili msomi Kibatala, na tunakuombea kwa Mungu hata kwa hili tutashinda. Sisi kwa bado tunafikiria unafaa kuwa askofu wa Glory of Christ Tanzania Church. Matendo yangu ya kidunia ni mengi sana, mniache na uwakili tu. Asante Reverend. Asante. Baada ya maneno mazuri ya wakili ambayo ametupa mwanga mkubwa mno kwenye kona ya kisheria, na kama alivyokiri kwamba yeye sio mtu wa kiroho wala hajaitwa na Bwana kwa ajili ya kazi ya utume wa kichungaji, lakini sisi pia tunakubali wazi kwamba Mungu naye amemuita kwenye eneo la kona ya sheria, na anafanya vizuri sana. Tumekuwa naye si tu kwa sababu ya kesi hii, tumekuwa naye kwa kesi nyingi sana za nyuma. Ninyi mnakumbuka vizuri mambo ya nyuma huko yaliyotokea, na tulishinda. Kwa tunamwamini Mungu pia hata kwa hili. Mungu yule yule atusaidia mwanzoni, anatusaidia tena. Ninaitwa Askofu Maximilian Machumu Kadutu, alimaarufu sana kwa jina la Nduzi. Nafasi yangu mimi ni katibu mkuu msaidizi wa kanisa la Glory of Christ Tanzania Church, lakini pia ni mjumbe wa bodi ya wadhamini. Nasimama hapa kwa niaba ya kanisa hili la Glory of Christ Tanzania Church, kifupi GCTC. Vile lingine limesema GCCC, abia kwa nalo. Sisi ni GCTC. GCCC katafutwe mahali lipo. Nichukua fursa hii ya kipekee sana kwanza kuwashukuru sana wachungaji, maaskofu, mitume na manabii ambao umefika leo kwenye hii kesi ya kanisa la GCTC. Tulivyokuwa tunaangalia namba, mmefika 571. Na nashukuru kwa wale wachungaji wetu wa jimbo la Dodoma wa Ufufuo kufanikiwa kufika, na wengine kwa mikoa ya jirani. Na naamini pengine tungekuwa tunajua angalau ratiba kamili. Sababu ratiba ilikuwa ni saa 9 kafanywa kuwa saa 5. Hii mabadiliko yameathiri kidogo mahudhurio ya baadhi ya watu wengine. Lakini hata ratiba yenyewe hii ya kuwepo leo ilitoka siku ya Ijumaa. Sasa kwa kuwa tumepata mapema tarehe nyingine ya kesi kama hii, itakuwa tarehe 8 mwezi wa 7, tunaamini watakuja kutoka mikoa mbalimbali. Sasa si wa Ufufuo peke yake tu, wa madhehebu mbalimbali. Naamini tutakuwa pia na mashehe, kwa sababu jambo hili limegusa jamii nzima kwa upande wa mambo ya dini. Na mimi natakuwa tena 571, tunaweza kuwa zaidi ya hapo. Niwashukuru sana kwa niaba
Mkuu Daktari Josephat Mathias Gwajima. Jambo la pili ambalo la muhimu, tumesikia kutoka kwa wakili, ameeleza wazi hasa kupitia barua ya waziri kwa maana ya mwakilishi wa serikali kwamba wao hawaitambui barua ile ambayo imesababisha yote haya. Angeitambua angejibu, kwa kuwa hajatambua ndio maana hajajibu. Sasa kwa kanisa kupitia barua ile ambayo imekanwa, imekataliwa, haitambuliki, haijasainiwa na msajili wa vyama vya kiraia na haina jina la kanisa letu, hiyo ndio barua ambayo imeleta yote haya. Sasa kwa sababu ya barua hiyo, naomba nianzie nyuma kidogo. Wala ambao hamkuelewa basi muelewe kidogo, kwa sababu jambo limetokea siku ya Jumatatu usiku saa 5:15 katika mazingira ambayo wala hatakuwa kwenye ibada ya jioni, ilikuwa tu ni mkesha. Wala alikotokea ibada ya Jumapili ambao waumini wengi wanakuwepo makanisani. Kwa nafasi ya kupeana taarifa ilikuwa haipo kabisa. Kama ni taarifa tuliyoipata basi ni ile ya kuvamiwa. Lakini kwa nini tumevamiwa? Na watu wengi hawakuwa nayo hayo. Ukweli ni kwamba sisi tuliona barua hiyo mtandaoni ambayo tuliulizwa, ni ya kwenu? Mmepewa barua? Ilikuwa tarehe 2 mwezi wa 6. Na hiyo barua ya mtandaoni si tukawa taharuki. Kwa wale ambao wana simu angalau za smartphone waliona. Wengine wa simu ndogo hata hawakuona kabisa, wasikia tu kanisa limejaa tepe mbalimbali. Sasa muda wa kuelezea hatukuwa nao. Muda wa kuelezea hatukuwa nao. Muda wa kuelezea sauti imepunguzwa kwa sawa. Muda wa kuelezea hatukuwa nao. Sasa kwa sababu hiyo naomba nielezee kidogo kwamba siku hiyo ibada ya Jumapili ikatangazwa kwamba tutakuwa na maombi ya kufunga kwa muda wa siku 7. Yaani kuanzia Jumatatu na kuendelea. Sasa tumeanza maombi ya mfungo siku ya kwanza na kuendelea na mkesha. Ghafla kanisa likazingiwa na magari ya polisi na polisi. Hatujakaa sasa tukasikia mabomu yanapigwa na risasi za moto. Hatujakaa sasa watu wamekamatwa. Hatujakaa sasa wameshapigwa na utepe. Kwa hiyo wale waliokuwa kwenye mkesha walikamatwa. Walikamatwa watu 98. Wakapelekwa kituo cha polisi Oysterbay. Taharuki ikawa ni kubwa sasa, kanisani kuna utepe. Waumini waliokuwepo wamekamatwa. Ikaanzia Dar es Salaam ambayo ni makao makuu ya kanisa letu, ikasambaa mikoani kwingine kote kabla ya Jumapili. Kwa nafasi ya wachungaji wetu kuelezea uminoni imetokea ikawa haipo. Na sisi tunaheshimu sana serikali yetu, tukasema tuiachie serikali inajua inachofanya. Sasa taharuki imeendelea kuwepo mpaka Jumapili mpaka leo. Katika mazingira hayo, waumini wetu wamepata tabu sana kuwaza jambo hili limetendwa na serikali au la. Sasa kwa mjibu wa taarifa ya wakili Kibatala, namna alivyofanya mchakato, kanisa lilivyochukua hatua ya kumuomba asimamie mambo yake kisheria, akamwandikia barua waziri kama matakwa ya hiyo barua ya mtandao inavyotaka kwamba uandike kwa waziri rufaa ndani ya siku 21. Akaandika barua hiyo, lakini akasema waziri sheria haimbani ajibu lini. Akachukua hatua nyingine kwenda mahakamani. Siku ya Alhamisi kesi ikasikilizwa
kwa maana ya maombi yetu kwamba kanisa lifunguliwe, shughuli zingine ziendelee. Na mawakili wa serikali wakaweka pingamizi, Ijumaa ikasikilizwa, yale maombi ya upande wa serikali katupiliwa mbali. Uamuzi ulikuwa siku ya Jumanne, na wenyewe kwa sababu waziri alijibu barua yake, serikali wakasema kwamba tusubiri kwanza hii barua ya waziri inasema nini. Uamuzi ukapangwa leo, na leo kama alivyoeleza wakili yaliyotokea na mpango ambao uko mbele wa tarehe 8. Sasa kama kanisa katika mazingira haya ambayo tumeyapata, tuna mambo machache. Jambo la kwanza, sasa kupitia serikali, kwa maana kupitia waziri, tumepata uhakika kwamba kanisa letu halijafungwa. Kwanza hatujapokea barua ya kufungwa kwa kanisa, lakini hata ambayo hatujapokea yenyewe hiyo ya mtandaoni, tulivyoandika rufaa sasa na barua yenyewe hiyo, waziri amekana kwamba hiyo barua si halali kwa sababu haijasajiliwa na msajili wa makanisa. Waziri akaenda mbali zaidi kusema, ninyi ni kanisa la Glory of Christ Tanzania Church kama lilivyosajiliwa, na huyu mnadai kwamba amefuta. Hii Glory of Christ Church kwani ndio ninyi? Na wauliza, ndo ninyi? Kwa hiyo hata kama barua yenyewe sijapokea, labda hao GCTC walishapokea. Sasa wakachanganya kati ya GCC na GCTC, wakakimbia kwa GCTC wakaacha GCC. Sisi tuliombe jeshi la polisi liachie GCTC, tafute kanisa la GCC ifunge sawasawa na maelezo ya barua yenyewe. Naomba utulivu. Naomba utulivu. Naomba utulivu. Kwa sababu hata si tungeshangaa kwa wamefunguliwa katika mazingira hayo. Utaratibu unajulikana. Ili kanisa lifungwe, hii ni taasisi ya watu. Watu wanafunga ndoa, wanabariki watoto. Kuna ubatizo. Unakataje, unafungaje kanisa ghafla hivyo kama unaofunga kitu ambacho hakihusiana na watu wengi zaidi? Tulitegemea kama kwa ngome ya kufunga kweli, kwanza tungepewa notice ya siku 14 au siku 21, ili kama kuna wafanyakazi mliokuwa mwaajiri basi muwape likizo, ili kama kuna shule za kanisa basi zifungwe kwa utaratibu wanafunzi kurudishwa makwao, ili kama kuna hospitali ya kanisa wagonjwa wapewe rufaa waende kwingine, ili kama kuna waumini wa kanisa hilo basi watangaziwe wapate huduma za kiroho kupitia huduma zingine, ili kama kuna ndoa ama zisogezwe karibu ndani ya nusu fungu haraka, ama wasimamishwe, wasilipie kumbi, wasitoe mwaliko kwa watu wengine. Tungeshangaa sana. Lakini cha pili, tuna utaratibu mzuri sana wa kisheria ambapo kila mtu anayekosea lazima aitwe asikilizwe kwanza. Umekosea bwana hiki, hebu jitetee. Kama tujafunga kanisa, jitetee. Kwa nini tusifunga kanisa lako? Jitetee. Nafasi ya kujitetea hatujapewa. Kwa hiyo tuna confirm wazi kwamba kanisa letu halijafungwa. Labda hao GCTC
Walishapewa nafasi ya kusikilizwa, walishapewa na notice, wakakaidi. Ila polisi kwenye kuchanganya majina hapa, badala kuwae GCC kule, wakaenda GCTC. Kwa hiyo haya mambo kuchanganya, ndugu zangu.